Hili ni bwawa la Mindu lililopo kata ya Mindu, manispaa ya Morogoro. Licha bwawa hili kuwa na ulinzi wa kutosha usiku na mchana, bado kumekuwa nafanyika shughuli za uharibifu ikiwemo uvuvi wa samaki pamoja na uchimbaji wa madini. Sasa haya yanayofanyika kwenye bwawa la Mindu kule ni kinyume cha kanuni na uhifadhi wa mazingira, lakini uhifadhi wa vyanzo vya maji. Hapa kamati ya siasa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Morogoro inafika katika bwawa hilo na kujionea hali halisi na kutoa maagizo kwa mamlaka husika kuhakikisha bwawa hili linaendelea kutunzwa sambamba na usitishwaji wa shughuli za uchimbaji wa madini. Kawaida chanzo cha maji siku zote kinatakiwa kilindwe. Sasa haya yanayofanyika kwenye bwawa la Mindu kule ni kinyume cha kanuni na uhifadhi wa mazingira, lakini uhifadhi wa vyanzo vya maji, kwa sababu kuna shughuli zinafanyika pale kama za uchimbaji madini ambazo zinaathiri ubora wa maji ambao yanapatikana kwenye hicho chanzo kutokana na sumu ambazo zinaweza kupatikana kwa hizo chemicals ambazo wanatumia katika kuchakata yale madini wanayochimba. Sasa tumetoa maelekezo kwamba hizo shughuli zisimamishwe na wale wote ambao wanahusika na uchimbaji pale waondolewe, ili tuhakikishe kwamba yale maji yanaendelea kuwa salama, kulinda chanzo cha maji, lakini pia hata kulinda mazingira kwa ujumla. Mhandisi Elbariki Masi ni mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu, ndio wenye mamlaka ya kutunza bwawa hilo. Hapa anaeleza mikakati yao. Bodi ya maji bonde la Wami Ruvu, moja ya majukumu yake ni kusimamia vyanzo vya maji, kugawa maji kwa matumizi mbalimbali ikiwemo mamlaka za maji na mamlaka ya maji vijijini kwa maana RUWASA. Katika eneo la mkoa wa Morogoro ndiko vyanzo vingi vya maji vilipo na vinavyolisha mikoa mikubwa ikiwemo jiji la Dar es Salaam na Pwani na pia manispaa ya Morogoro. Kwa upande wa manispaa ya Morogoro wanategemea maji kwa asilimia 80 maji yaliyoko juu ya ardhi, kwa maana eneo la bwawa la Mindu na pia maeneo ya mito hasa mto Morogoro na mito mingine inayopita ndani ya manispaa ya Morogoro. Hali kadhalika wanategemea visima ambavyo ni moja jukumu kama taasisi kufanya tafiti za maji chini ya ardhi, pia kufanya tafiti mbalimbali kuonyesha kuna hazina ya maji kiasi gani chini ya ardhi. Kama taasisi hivi vyanzo vya maji lazima tuvilinde na kwa kujumuisha na jamii ishiriki katika ulindaji wa vyanzo vya maji. Maji yanayopita manispaa ya Morogoro ni mito mitano ambayo hii yote inatoka kwenye safu za mlima Uluguru. Tumeweka mipaka kama moja ya njia ya kuzuia shughuli za kijamii ndani ya mito. Hali kadhalika tumeanzisha kama njia mbadala ya wanajamii wanaoishi kwenye vyanzo vya maji kuwa na shughuli ambazo haziathiri vyanzo vyetu vya maji. Tumekuwa tukihamasisha elimu ya kilimo cha kulima ni karafuu ambayo inaonekana inaweza ikamea na ikawa ni njia mbadala ya jamii kutumia kama chanzo cha mapato na kuacha kushughulika kwenye vyanzo vyetu vya maji. Mkurugenzi wa usambazaji wa maji Morogoro RUWASA hapa anaeleza hali ya upatikanaji wa maji sambamba na mipango walionayo. Hali ya upatikanaji wa maji kwa kweli kwa sasa imeimarika. Kwenye vyanzo vile ambavyo ni vya mlimani ambavyo vilipata changamoto wakati wa kiangazi, sasa hivi maji yapo, kwa hiyo wananchi wanapata huduma. Lakini pia kwenye bwawa letu la Mindu tunaendelea kuzalisha kwenye uzalishaji wa kawaida, tunazalisha karibia lita 130 wastani kwa siku, kwa hiyo hali si mbaya kwa sasa. Labda nianze kwa kushukuru serikali kwa uwekezaji mkubwa ambao inafanya kwenye manispaa yetu ya Morogoro. Kwa sasa tumefanya uwekezaji mkubwa kwenye eneo la Kingolwila, tumekamilisha mradi mkubwa wa usambazaji wa maji maeneo mengi ambayo kwa pati huduma. Maeneo ya Kitungwa sasa hivi tunaunganisha wananchi, tayari tumeshalaza matawi, kuna mabomba yamelazwa, tunaendelea kulaza. Tumekamilisha kazi kule Korogoso ambako ni eneo ambalo halijakuwa na miundombinu kabisa ya maji. Tumekamilisha kazi kwenye maeneo mengi ya shule, mtaa shule kule, mtaa zahanati,
Tambukareli, mtaa wa Bomba la Zambia, maeneo mengi ambayo kwa kweli yalikuwa na changamoto ya huduma ya maji, sasa hivi wanaanza kupata huduma ya maji. Lakini bado tunaendelea pia, serikali imewekeza kwa maeneo ya Mkundi, Kiegea na Lukobe. Tunapata zaidi ya fedha bilioni 1.331 kutoka serikali kuu, lakini na sisi tumechangia kama milioni 484. Kwa jumla kama bilioni 1.8 imewekezwa kwa ajili ya kulaza kilomita 194 Lukobe, Mkundi na Kiegea, na wananchi wameanza kuunganishwa maji. Mpaka sasa tumeshaunganisha wananchi karibia 1828, ni karibia 1900 kufikia sasa, kwa sababu bado tunaendelea kuunganisha na kazi hiyo inafanyika vizuri. Kwa hiyo kazi kubwa inafanywa na serikali, na hiyo ni awamu ya kwanza ya ulazaji wa mabomba. Tunaenda kwenye awamu ya pili ambayo tutalaza mabomba kilomita 268. Tayari mzabuni yashapatikana na mabomba yashaanza kuletwa, na baada ya hapo tutaenda kwenye awamu ya tatu ambayo tunaendelea kutafutia fedha, tutalaza karibia kilomita 248. Kwa kazi kubwa inafanywa kwa maeneo hayo. Kazi inaendelea, lakini tuna eneo la Mindu ambalo kwa sasa iko mitaa ambayo bado haina huduma. Kuna mtaa wa Madaganya, kuna mtaa wa Mkwajuni, kuna mtaa wa Mikoroshini. Maeneo hayo bado yalikuwa yana changamoto ya huduma. Mkandarasi yuko tayari site, anaendelea kufanya kazi ya kulaza mabomba kutoka kule kwenye chanzo cha Mto Katiwa, anaendelea kuleta mabomba mpaka kuvusha barabara hii ya Iringa, na baada ya hapo kutakuwa na mabomba ya usambazaji maji kama kilomita 13.5 ili wananchi wa maeneo yale waweze kupata huduma. Kwa hiyo kazi inafanyika. Kwa hiyo tunaomba wananchi waendelee kuwa wavumilivu wakati kazi inaendelea kufanyika. Kazi imefikia 44% na kazi inaendelea. Kwa matumaini yetu ni kwamba kazi hii mwaka huu itaweza kukamilika. Ikumbukwa kuwa mwezi Mei mwaka 2025, Jeshi la Polisi Tanzania wilaya ya Morogoro likiongozwa na mkuu wa polisi wa wilaya hiyo, tuna majina tuko nayo na tuna ushahidi ya wanaohusika wote. Haiwezekani wakaribu miundombinu mpaka barabara. Mtu anachimba barabara, utasema mtu anahitaji elimu ya namna gani? Inahitaji form 6 ndugu zangu hilo. Walifika katika eneo hilo la Mindu, na hapa OCD Mujumba anazungumza na wakazi wa eneo hili. Tunajitoa ufahamu, tunaharibu mazingira. Niambie, hii inahitaji degree au form 4? Mtu anaenda kuchimba barabara. Niwaulize wakazi wa Mindu, inahitaji form 4 ile? Kweli? Tutatoka hapa mkaone kinachoendelea pale. Sasa kinachofanyika hapa ni uharibifu wa miundombinu. Ni kosa la jinai kubwa la kuhujumu miundombinu. Na niwaambie wale hawatasalimika. Na kibaya zaidi, hata sisi sasa hivi tunavyofanya doria, wanakuja na wanatishia na mapanga na sururu. Sasa wewe askari amebeba bunduki, unataka askari ya kushuti wewe, si ndio? Si ndio? Unataka wewe unamtishia askari kwa silaha, panga, sururu. Unataka askari akufanye nini? Ndugu wananchi, tumeitana hapa, tunataka hili jambo tushirikiane kwa pamoja. Haiwezekani wachache wakawafanya wananchi wote wa Mindu kwamba hao wote wanaokaa hapa Mindu ni wauni. Sio wote, hamko hivyo. Tufike mahali mtakapoona mtu yoyote ana sururu, ana beseni, chepe, huyo ni halali wenu. Kamateni, tuambieni. Kamateni. Na kumkamata mtumio ukaanza kumfikisha ofisi ya serikali ya mtaa sio kosa. Pale ni pozi tu, anaambia polisi njoo huyu mtu yuko hapa. Kwanza ni sehemu salama kwake. Anaweza akamwacha au mkajichukulia sheria mkononi. Mwisho wa siku tunakuja kuwakamata na kesi ya mauaji hapa. Alafu mnasema polisi hatukushirikiana na sisi, tukishika wahalifu mnatupa kesi za mauaji. Umemkamataje yule mtu? Tunawaomba ndugu wananchi, tushirikiane katika hili. Naye mkazi wa eneo hili akatoa ombi kwa serikali. Moses Kikuku ni mkazi wa Kasanga, maeneo ya Kokoto. Nina agenda au nina mawazo mawili ambayo nikashare pamoja na wewe afande uliyekuja kwa ajili ya mkutano.
Jambo la kwanza kuhusu uharibifu wa mazingira. Eneo letu hili limeonekana muda mrefu kwamba lina mali, kwamba lina madeni. Kama ilivyoongea mjumbe wa kwanza kwamba watu kwa ajili ya njaa, lakini njaa isisababishe tuharibu nini? Mazingira. Kitu ambacho kimeonekana upande wa serikali wahusika katika maeneo wameweza kusababisha watu waweze kuingia ni kutoweka elimu ya katazo, kutoweka mabango kwamba ili eneo haruhusiwi mtu kufanya shughuli za kibinadamu. Kwa nini? Kwa sababu wako 50-50. Upande fulani ni la wananchi, upande fulani ni la serikali, kutokana na ile mita 500 ambayo bado ile zoezi linaendelea. Ina maana serikali ingeweza kumalizana na wale watu wa mita 500 kuwalipa, wangeweka fensi yao, pangesingetokea jambo hili la uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo wananchi walio wengi kutokana na ile njaa ni sawasawa na mtu ambaye anahisi njaa kubwa, alafu akaona kitumbua kipo kwenye kabati, alafu anaona kabisa kioo kinaonyesha kwamba kile ni kitumbua, lazima atapiga ngumi ili achukue kile kitumbua, japokuwa anaharibu ile kabati. Ni makosa, lakini ninaloomba afande ni kwamba haya mambo, kwa sababu upo kwenye kikao cha ulinzi na usalama wa wilaya, naomba ulifikishe hili jambo kwamba wale wahusika wa mazingira, hapa tuna wahusika 2 au 3. Tuna wahusika wa TANESCO, tuna wahusika wa MORUWASA bonde, tuna wahusika wa nini ile misitu, TFS wana walinzi. TANESCO waliingia mkataba na serikali ya mtaa, labda ndio hapo sasa watahusika kidogo, lakini MORUWASA wana walinzi ambao ni SUMA JKT. Kwa nini litokee hili? Na bi yake ni kwamba sio kwamba wananchi wa Kasanga, wananchi wa Mikoroshini, wananchi wa Mindu ndio wahusika pekee hapa. No. Wengine wanatoka Kionda, wengine wanatoka, mimi nilishuhudia mtu mwingine anatoka Dumila. Licha ya shughuli za uchimbaji wa madini katika eneo la Mindu kuathiri bwawa la Mindu, lakini pia limekuwa likileta uharibifu pamoja na miundombinu ya umeme. Kutoka hapa mkoani Morogoro, hii ni Ayo TV na millardayo.com. Mimi ni Jacob Osonyo.